Karibu tena kwenye channel yetu ya Tiba na Afya, mahali ambapo tunajadili mambo muhimu ya kuboresha maisha yako ya kila siku. Leo tunazungumzia tatizo linaloathiri watu wa rika zote duniani. Swala ambalo wengi hulipitia lakini mara nyingi hushindwa kulizungumza kwa uwazi. Kupata choo kigumu, yani constipation. Tatizo hili linaweza kuonekana dogo au la kawaida, lakini linapoachwa bila kushughulikiwa linaweza kusababisha athari kubwa kiafya. Hebu tuchambue kwa kina choo kigumu ni nini, chanzo chake, athari zake na jinsi ya kutatua tatizo hili. Kwa lugha rahisi, choo kigumu ni hali ambapo mtu anapata choo kwa shida, kwa uchache sana, wastani wa mara 3 tu au chini ya hapo kwa wiki, na choo kinakuwa kigumu, kikavu au kinafanya mtu ajisikie maumivu wakati wa kujisaidia. Dalili za kawaida ni pamoja na kusikia maumivu wakati wa kujisaidia haja kubwa, kuhisi haja haijaisha au kukaa muda mrefu msalani bila mafanikio. Hali hii inaweza kuwa ya muda mfupi au ya kudumu kwa muda mrefu. Yapo mambo kadhaa yanayoweza kusababisha mtu kupata choo kigumu, na hizi ni miongoni mwa sababu kuu za tatizo hili. Lishe duni isiyo na nyuzinyuzi, hasa ulaji wa vyakula vya kusindikwa na vyenye mafuta kwa wingi. Kutokunywa maji ya kutosha, ambapo mwili hukosa maji na kushindwa kusukuma vizuri chakula tumboni na kwenye utumbo. Kutokufanya mazoezi. Kukaa bila kufanya mazoezi hupunguza kasi ya usagaji wa chakula. Kushikilia haja kwa muda mrefu. Hii inaweza kutokana na sababu mbalimbali kama kazi, safari au mazingira yasiyoruhusu kujisaidia. Matumizi ya aina fulani za dawa, hususan dawa kama za maumivu makali au za msongo wa mawazo. Maradhi kama kisukari au matatizo ya mfumo wa neva, pamoja na msongo wa mawazo. Na zifuatazo ni athari anazoweza kuzipata mtu kwa kupata choo kigumu. Kupasuka kwa ngozi ya sehemu ya haja kubwa, anal fissure. Hali hii hutokana na msuguano unaosababishwa na kupata choo kigumu kwa muda mrefu. Kuvimba kwa mishipa ya sehemu ya haja kubwa, hemorrhoids. Kujisikia tumbo kujaa, maumivu ya tumbo, kutojisikia vizuri kwa hali ya tumbo kiujumla. Kutengeneza sumu mwilini kutokana na chakula kushindwa kusafirishwa na kuondolewa nje ya mwili kwa wakati. Hatari ya kupata matatizo makubwa kama rectal prolapse, ambapo sehemu ya utumbo mpana hutokeza nje kupitia njia ya haja kubwa. Habari njema ni kwamba zipo hatua rahisi za kila siku ambazo zinaweza kukusaidia kuepuka au kutibu tatizo hili. Na sasa hebu tuzitazame njia hizi. Kwanza ni kula chakula chenye nyuzinyuzi kwa wingi. Matunda kama apple na parachichi, mboga za majani kama spinach na brokoli, nafaka zisizokobolewa kama mahindi, mtama na ngano nzima husaidia urahisi wa mchakato wa mmeng'enyo na usafirishaji wa chakula, na hivyo kuwa moja ya njia kuu za kutibu tatizo hili. Kunywa maji ya kutosha. Pata angalau lita 2 za maji kwa siku au zaidi ikiwa kama unaishi katika mazingira yenye joto au unafanya shughuli nzito au mazoezi. Fanya mazoezi mara kwa mara. Tembea angalau kwa dakika 30 kwa siku. Kimbia au fanya mazoezi ya yoga angalau kwa dakika 30 kila siku ili kuimarisha usagaji wa chakula mwilini. Usishikilie haja kubwa kwa muda mrefu. Sikiliza mwili wako na uende msalani mara tu utakapohisi haja. Epuka vyakula vyenye mafuta mengi na sukari kwa wingi. Vyakula hivi huzorotesha kasi ya mmeng'enyo na usafirishaji wa chakula mwilini, na hivyo kupelekea kukosa choo kawaida au kupata choo kigumu. Pata usingizi wa kutosha. Usingizi mzuri huimarisha kazi za mwili, ikiwemo usagaji na usafirishaji wa chakula tumboni. Kwa baadhi ya watu, kubadilisha mtindo wa maisha tu kunatosha kutatua kabisa tatizo hili, lakini kwa wengine huenda ikahitajika matibabu zaidi, kama kutumia dawa maalum au hata upasuaji ikiwa hali ni ngumu zaidi. Ikiwa umekuwa ukipata choo kigumu kwa zaidi ya wiki 2 au unapata maumivu wakati wa kujisaidia na umejaribu njia zote hizi na bado unapata changamoto, tafadhali wasiliana na daktari kwa vipimo na ushauri zaidi. Subscribe kisha share video hii na wengine ili waelimike.
Ikiwa una maswali zaidi kuhusu jinsi ya kutunza afya yako au unahitaji ushauri wa kitaalamu, tuandikie katika comment section na uendelee kufuatilia akaunti zetu za mitandao ya kijamii ili upate elimu zaidi na ushauri kila siku kupitia simu yako. Hii ni TNA. TNA, stay informed, stay healthy.